ibada ya kweli ianzie moyoni mwa. 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 Huu ni wakati wa kumwambia Bwana, huu ni wakati wa kumwambia asante. Huu ni wakati wa kumwambia Bwana, huu ni wakati wa kumwambia asante. Huu ni wakati wa kumwambia Bwana. Kwa Kigiriki huu mstari ndio huwa una sound vizuri. Naomba nisome kwa Kigiriki. Kwa Kigiriki anasema hivi: ukubona gami hayo minge aleyo kwederera bia amatoka ako katachibire aleyo kwigwa do. Hili ndilo tatizo. Naomba mtafsiri aliye karibu ambaye hajui Kigiriki. Unaona mambo, umesikia mambo mengi lakini huyatii moyoni. Masikio yako ya wazi lakini hausikii. Pasaka yetu amekwisha kutolewa. Sasa tujisafishe. Jina lenye uweza, jina lako Yesu, jina lenye nguvu, jina lako Bwana, jina lenye uweza, lapita majina yote, hakuna jina jingine, lapita majina yote, hakuna jina jingine, hakuna jina jingine lenye uweza kama Yesu, hakuna jina jingine lenye uweza kama Yesu. Lazima nikuabudu, lazima. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Nitatangulia kusoma. Neno la Mungu linasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani sasa ni wazi, hatuna hofu tena, tunakwenda uzimani, shetani ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya kwanza niliposimama mahali hapa, nilizungumza historia ya kitabu hiki cha Wakorintho, kwamba kanisa hili lilipoanzishwa kanisa hili lilikuwa ni kanisa zuri, lakini baadaye kukaibuka migogoro kwenye kanisa. Watu wakaanza kugombana
wenyewe kwa wenyewe, vurugu kanisani, vikainuka vipawa, watu wakaanza kugombana kwa sababu ya vipawa hivyo na kujiona ya kwamba wengine ni bora kuliko wengine. Kanisa likavurugika. Kwa sababu ya vurugu za hilo kanisa, matokeo yake ni kwamba watu hawakukua kiroho kwa sababu ya magomvi. Na Mungu anazungumza na kanisa ile kupitia kinywa cha Paulo. Anawaandikia kwenye sura hii ya 5 mstari wake wa 7. Anawaambia sasa wajisafishe. Wajisafishe. Na ndipo sasa somo letu ambao mnapenda kuandika, usisahau kuliandika hii. Tangu siku ya kwanza nilipokuwepo mahali hapa, somo letu, Mungu anatoa wito kwa kanisa. Mungu anatoa wito wa toba kwa kanisa, wito wa Mungu. Kama unaweza kuandika, andika. Siku ya kwanza nilizungumza hapa nikasema ya kwamba jitahidi kuwa na kalamu na karatasi unapokuwa kanisani. Andika, huo unaweka kumbukumbu. Mara nyingi huwa nakiita chakula cha akiba. Ukiwa umezidiwa, wakati mwingine ukishukua diary yako hivi, ukianza kupitia mahubiri, utakutana na hubiri humo litakusaidia. Yale ambayo uliyoandika, jifunze kuandika. Bwana asifiwe sana. Wito wa Mungu. Kwa nini Mungu anatoa wito wa toba? Mungu anatoa wito wa toba kwa sababu kanisa liliacha njia yake. Vurugu yakatokea kwenye kanisa. Kwa sababu hiyo Mungu anawaambia mnapaswa kuwa mamoja. Hivyo ndivyo ambavyo mlivyoitwa. Kanisa tumemwamini Yesu hivi tulivyo leo, ili tuweze kuishi kwa pamoja, ili tuweze kusaminiana, ili tuweze kuheshimiana bila kujali madhaifu ya mwingine. Bila kujali madhaifu ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi kwa kawaida wanadamu tumeumbwa na madhaifu. Nimewaambia kwamba mimi mke wangu huwa ananikamilisha. Yale madhaifu ya kwangu anayabeba na yabeba ya kwake, tunatembea pamoja. Lakini shetani aliingia kwenye lile kanisa, watu wakaanza kugombana. Na ndivyo kanisa la leo jinsi ambavyo lilivyo. Unashangaa kwaya wanashambulia kwaya nyingine. Kwaya ya vijana hawataki ya kanisa. Kwaya hawataki. Mungu ametuita tuwe mamoja. Bwana asifiwe sana. Usije ukasahau hili. Tumeambiwa jisafisheni ili mkawe donge jipya. Biblia Yesu wakati anatoa ripoti kwa Mungu, amemaliza kwenye Yohana ile sura ya 17 pale mstari wa 21, anatoa taarifa. Anamwambia Baba, hawa watu nimewaombea ili wawe na umoja kama vile umoja tulionao mimi na wewe. Yani umoja wa Mungu, umoja wa Yesu, umoja wa Roho Mtakatifu. Na kanisa la Mungu ndivyo ambavyo tunavyopaswa kuwa, ya kwamba injili kwaya na wote kwa pamoja tunapaswa kuwa mamoja na kutembea pamoja. Idara zitembee pamoja, uongozi utembee pamoja, huku shana. Bwana asifiwe. Huku tukikamilishana. Lakini naomba Mungu atusaidie tujisafishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tukikubali kushuka, tutakomaa kiroho, kwa sababu tutakuwa tunatembea pamoja. Lakini kama kuna magomvi, kama hatuna Roho Mtakatifu, kama hatujakubali kurudi mezani pa Bwana, magotini kwa Bwana, ya kitakachotokea, kuna watu wataanza kususa kuja kanisani kwa sababu ni wachanga. Huo ni uchanga wa kiroho.
Lazima tukomae. Mungu analiambia kanisa la Korintho jisafisheni, yani turudi kwa toba. Lazima urudi kwa toba. Kanisa la Mungu lazima turudi magotini kwa Bwana, tuanze kuyaishi yale maisha ambayo Bwana ametuitia. Na kanisa lililokomaa kiroho wanafurahiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana amani na mwingine. Kwa nini wana amani na mwingine? Kuna tunda la Roho ndani yao linaitwa uvumilivu. Hata kama ukinikosea, milia na kuendelea kukuombea kwa Bwana. Baba, ninaomba umbadilishe huyu. Baba, ninaomba umwinue huyu. Baba, naomba ondoe hii tabia. Lakini watu ambao ni wachanga wa kiroho, akiona mwingine anamkosea kwa kisasi, si ni mchanga wa kiroho? Ina maana hata Biblia haijui. Hayo maisha sio ya kanisa. Pasaka hii Mungu anatoa wito wa kurudi na kujisafisha. Kwa nini anatoa wito wa kurudi na kujisafisha? Kwa sababu dhambi ni mbaya. Anawaambia, iondoweni dhambi katikati yenu, ondoweni uovu katikati yenu. Maisha ya magomvi ni uovu. Na Biblia jana nikawaambia ya kwamba kati ya kitu ambacho kinatutenga na Mungu ni dhambi. Dhambi inatutenga na Mungu. Kwenye Isaya 59 anasema, tazama mkono wa Bwana sio mfupi ushindwe kuokoa, wala sikio lake sio zito ashindwe kusikia, lakini kwa sababu ya dhambi zenu zimewafarakanisha na Mungu wenu, na hata mnapoomba Mungu hawezi akasikia. Kanisa, ni lazima ujue vizuri kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba, kazi ya msalaba ilikuwa ni kutuokoa, ni kutukomboa. Wakorintho wa kwanza, mtu mmoja akimbia hapo. Kuna binti alikuwa ananisomea jana. Wakorintho wa kwanza mstari wa 10. Sura ya kwanza mstari wa 10. Linasemaje? Linasema, ndio, basi ndugu zangu nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka. Wote mnene mamoja, wala kusiwe kwenu faraka. Ndio, endelea. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Na sababu hiyo tuiondoe dhambi. Mungu ametuita ili tuwe wamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatamani kuona kanisa la Mungu lililosafishwa. Kazi ya msalaba, kazi ya msalaba. Yesu alikuja kuondoa dhambi katikati yetu. Tunasema kwa ushindi, asante Bwana, Bwana Yesu. Yaani tunashukuru Bwana kwa wema wako, kwa upendo wako Bwana ulivyokuja kwetu, umetupilia wewe. Tunaimba kwa ushindi, asante Bwana, tunasema kwa ushindi, asante Mwokozi, asante Bwana, everybody.
mtakatifu Bwana, twamwabudu.